Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Je, wewe ni mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel na uko tayari kushiriki fursa ya kukupatia zawadi? Tarehe 19 Novemba ni siku ya kuzaliwa ya channel yetu. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unamtafuta mshiriki mzuri wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambaye hupenda kusikiliza simulizi katika chaneli hiyo. Kama na wewe unapenda kushiriki katika fursa hiyo, usichoke. Fursa iko wazi kabisa. Tuma niko tayari kushiriki katika fursa kwenda namba ya simu 0752 73 25 15 0752 73 25 15. Kuna maswali 10 utakayoulizwa ili uweze kutoa majibu yake. Ukipata maswali 5 utakuwa mshindi wa pili wa shindano hilo. Ukipata maswali yote 10 utakuwa mshindi wa kwanza kabisa wa shindano hilo. Na maswali yatakayoulizwa ni yale yanayohusu simulizi ambazo zinarushwa kupitia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Usipange kukosa, kwani zawadi ni ya kwako. Usikose. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752 73 25 15. Baba Sam the King. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bwana Yesu asifiwe popote pale ulipo, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti. Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii sio simulizi nyingine, ni simulizi yako pendwa kabisa ambayo inaitwa Mtoto Yatima sehemu ya 16. Mtoto Yatima inamuangazia binti mmoja anayeitwa Shola Dismas ambaye anaishi maisha magumu kutokana na wazazi wake wote kufariki katika ajali mbaya sana ya gari. Kama utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wetu ambaye utakuwa unapata vipindi vyetu mbalimbali, makala mbalimbali pamoja na simulizi zinapokuwa zikiuploadiwa hapa. Manake wewe ni wa kwanza kabisa kuweza kuvipata simulizi pamoja na makala mbalimbali kuliko yule ambaye hajasubscribe. Kwa hiyo tunachokuomba, subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Nikukaribishe, karibu sehemu ya 16 ya simulizi hii Mtoto Yatima. Tuendelee kuidadavua tuone ni kitu gani ambacho kinaendelea katika simulizi hii. Kiukweli sitakubali. Lazima niendelee kukaa.
nione ni kitu gani ambacho kitakachojiri, kwa sababu wote wawili wamenikubali. Huyu kisempede mmoja mimi naamini hawezi kuzingua hata siku moja. Baada ya kuwa nawaza mawazo mengi kwa wakati mmoja, Shora Dismas, hapo ndipo ambapo Amini bin Nasor aliamua kuzungumza huko akisema, hivi wewe mdogo wangu Ogena, una akili kweli? Ni mara ngapi we mwenyewe unashuhudia ninatafuta mwanamke ninamkosa kutokana na hali yangu ya ulemavu nilionao? We mwenyewe umekuwa ni shahidi. Tangu nifike hapa kwa mama mdogo, nimetafuta mabinti wangapi, na we mwenyewe ukiwa shahidi. Lakini si walinikataa. Sasa nimepata binti ambaye ananikubali na amepanga mimi na yeye tuweze kufunga ndoa. Kwa nini unaanza kuleta vizuizi hali ya kwamba mama mwenyewe hajazungumza chochote? Kwa nini wewe unataka kujifanya kama vile ni mama wa familia, wakati mama yupo na anatusikiliza, na yeye mbona hajatoa comment yoyote? We ukoje? Huwezi kuzuia mimi na huyu binti kuoana, huwezi kuzuia, nikwambie tu hilo. Kwa hiyo kanalo kichwani. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, moja kwa moja Bi Muamini naye alizungumza huko akisema, jamani mwanangu Ogena, kwa nini unataka kuzuia mahusiano ya watu? Mimi nilikuwa nasubiri niweze kuona ni kitu gani ambacho mtakachokifanya. Mimi nilimpokea ili aweze kuwa kama mwanangu, lakini kama wamebadilisha dini, amekubali kwamba ataolewa na huyu, anaweza kuolewa, kwani wanazaliwa pamoja. Huyu alikuwa Mkristo, sikaamua kuingia Uislamu, kwa hiyo hana undugu na huyu. Mimi nilikuwa nimekaa tu niangalie wataitanaje ili na mimi niweze kupitisha hilo. Sasa wewe unazuia kama nani? Na kwanza ni nani anayekwambia wewe uzuie? Unazuia kwa sababu gani? Umesikia kaka yako utaweza kumtafutia mwanamke mwingine? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, moja kwa moja Ogena alizungumza huku akisema, hapo tu niwaambie kwamba mnajidanganya. Mimi siwezi kukubali huyu akawa wifi yangu. Hilo naomba mlielewe, na wala haitakuja kutokea, na wala mimi sitakuja nimuite wifi tena. Sasa kaka, kama kuna siku ambayo umekosea njia, nadhani hapa umekosea njia tena pakubwa tu. Usitegemee Ogena atakuja kumuita huyu Smaia wako kwamba ni wifi yake. Tangu muda nilikuwa nikimfahamu kama dada yangu. Iweje leo hii anabadilisha dini na halafu mnataka muoane? Ghafla tu mimi nikubali aolewe baada ya kubadilisha dini? Huyo amekutamani, huyo amekufuata wewe kwa ajili ya kama vile kaka hujielewi. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo na kutia misonyo ya ukweli Ogena, moja kwa moja
Shola Dismas alinyenyuka sehemu ambapo alipokuwa amekaa, akaenda moja kwa moja na ule mchele, akaelekea jikoni. Akaendelea kuandaa hicho chakula kama namna jinsi ambavyo walivyomuelekeza na ratiba anavyoiona hapo ukutani jikoni, na ndivyo ambavyo alivyofuatisha ili mambo yaweze kwenda sawa. Aliutia mchele viungo vyote ambavyo vilivyokuwa vinatakiwa na akaanza kuupika vizuri kabisa. Wakati huku akiendelea kupika huo mchele, moja kwa moja Ogena alinyenyuka na kuelekea dukani. Waliona tu anashika njia ya kuelekea dukani, na aliyeona ni nani? Ni Muamini, kwa sababu huyu mwingine Amini bin Nasoro haoni, na huyu binti mwingine Shola Dismas yupo jikoni anaendelea kuandaa chakula. Kwa hiyo Ogena ndiye ambaye amenyenyuka na kwenda moja kwa moja dukani. Lakini baada ya kushika njia ya kuelekea dukani, huyu Bi Muamini hakujua kwamba huyu binti yake ameelekea wapi, kutokana na kwamba amemuona ameshika njia hiyo, na hiyo njia moja kwa moja inapita kwa jirani yao Mama Kasimu. Kwa hiyo alijua huenda atakuwa ameenda kwa Mama Kasimu, au napo ameenda dukani, huenda kuna kitu ambacho ameenda kukinunua. Maskini, kumbe hawakujua. Ogena akaenda kununua sumu ya panya. Moja kwa moja akaja nayo akiwa ameificha kwenye kale kamkoba kake ka pochi ambako anakaa nako katika mfuko wake wa gauni. Akaja nayo mpaka pale na akafika akakaa kabisa. Baada ya kufika pale, alimkuta tayari binti huyu wa kuitwa Shola Dismas ameshatoka jikoni, na yeye ameshakuja kukaa pale pale katika zile fomu. Hapo ndipo ambapo wanapokaa kwenye gerere, ambapo huyu Bi Muamini aliweka fomu za moja kwa moja ambazo huwa hazihamishwi, kwa sababu hapo ndipo ambapo kuna kivuli, na muda wote kivuli huwa kinatokea na huwa hakiondoki hapo. Kwa hiyo ndio maana aliziweka, hata kama hawana ratiba ya kwenda katika mgahawa kwa siku hiyo, manake wanakaa hapo hapo. Hata wageni wakija wanakaa hapo hapo. Wanachokifanya tu, kama wageni wamekuja, maana yake meza ndizo ambazo huwa wanaleta hapo, kwa sababu ni za plastiki. Kwa hiyo huwa wanazileta mpaka hapo, lakini mabenchi yako hapo hapo, manake hayatolewi. Kwa hiyo kama ni wageni kula chakula, wanakula wakiwa hapo hapo. Baada ya kuwakuta wamekaa, na yeye alifika akakaa, kwa sababu huko jikoni maana yake chakula kilikuwa kimebanikwa, yaani wanajaribu kuupalilia ili usiwe boko boko. Nadhani wapenzi wasikilizaji mtakuwa mnajua, hasa wanawake, ambapo unapomaliza kupika chakula kama mchele, yani tayari ndo umeshakuwa wali hivyo. Kwa hiyo huwa kuna wengine ambao wanachukua sinia kubwa ambalo lina uwezo wa kutosha katika hiyo sufuria au mfuniko wake, wanachukua mkaa ambao upo ndani ya jiko, wanaweka juu yake, alafu wanafunikia, na kule chini wanaacha mkaa kidogo ili uwe wali fulani hivi. Kwa hiyo na yeye akawa amefanya hivyo.
Baada ya dakika 10 kuisha, Bi Mwamini aliamuru Ogena ndiye aende kupakua chakula kwa sababu Shola Dismas amepika. Kwa hiyo ameamua kuwapa zamu, huyu mwingine aenda kapakue. Na kweli aliondoka moja kwa moja, kwa sababu hapo katika hiyo familia walikuwa na utaratibu ambao uliwabeba. Yaani zinaenda zinapakuliwa sahani, alafu kila mmoja anapewa sahani yake. Sasa kilichofanyika, alipakua zote sahani, baadaye akachukua ile pochi akafungua akiwa huko huko jikoni. Akachomoa ile dawa ya panya na hatimaye akaifungua na kumimina katika hiyo sahani ambayo anawaza yeye kwenda kumpatia Shola Dismas. Akafunika dawa iliyobaki na kuitia tena katika kile kipochi. Alitoka nazo nje zile sahani na kila mmoja akampatia. Sasa alipofika pale kwa Shola Dismas, alimpatia hiyo sahani, lakini huku akiwa amemwangalia kwa jicho la huzuni hivi. Sasa kumbe wakati anamwangalia kwa jicho la huzuni, tayari Bi Mwamini alikuwa ameshaona. Sasa baada ya kuona, kuna kama machale fulani hivi yalimcheza. Wakiwa wamenawa, wamemaliza kabisa kunawa, hapo ndipo ambapo Bi Mwamini alizungumza huku akisema, "Sumaiya mwanangu, ninaomba hiyo sahani ambayo umepewa, naomba hicho chakula nile mimi, alafu wewe chukua hiki ambacho nimewekewa." Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Shola Dismas alianza kuwaza, huyu mama vipi? Kwa nini anataka kubadilisha sahani? Kuna tatizo gani? Ina maana kuna vitu ambavyo atakavyokuwa ameweka au? Lakini mbona sijaona anyenyuke au ajisachi kuweka chochote kitu? Tumenawishwa hapa. Amini amepewa cha kwake, Ogena kaenda kuweka cha kwake anapokaa, na mimi nimepewa cha kwangu na mama amepewa cha kwake. Sasa kwa nini nataka tubadilishane? Kuna nini hapa? Hapana, ngoja nijaribu kuuliza kutakuwa na tatizo gani. Mama, umesema nikupe sahani ambayo mimi nilikuwa natakiwa kula. Kuna tatizo gani? Siuendelee kula hiyo sahani ambayo Ogena amekupa, au kuna shida gani? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Shola Dismas moja kwa moja, Bi Mwamini naye alizungumza huko akisema, "Hapana mwanangu, hii sahani ambayo amenipatia imejaa sana, nataka wewe ndio ule, mimi nichukue hiyo. Si unajua nyinyi vijana huwa mnakula sana, lakini sisi ambao tunaelekea uzee huwa hatuli sana. Kwa hiyo naiomba hiyo sahani. Jisikia tu amani, usiwe na wasiwasi mwanangu, naiomba tu hiyo sahani, maana hicho ni chakula kidogo
na inatakiwa nile mimi. Wewe hiki hapa kingi. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Shola Dismas alikaa na kutafakari, akawaza, akaona kutokana na kwamba ni mama mzazi wa hawa familia ya hapa, ambaye ameamrisha, na yeye ndo mama mzazi wa wote hapa, na yeye ndiyo kiongozi wetu, nibishe mimi ni nani? Hali ya kwamba mimi ni mtu wa kuja tu hapa, muda wote wakinibadilikia naweza nisiendelee kuishi hapa. Cha msingi wacha nikubali. Basi wakabadilishana zile sahani. Ya Shola akachukua Bi Muamini, ya Bi Muamini akachukua Shola. Wakati anaingiza mkono wake Bi Muamini akiwa anataka kuchukua tonge moja, ndipo ambapo Ogena alisimama kule alipokuwa anakula chakula, akaja moja kwa moja akaiputa ile sahani, kaanguka chini. Baada ya kuanguka chini, akaanza kuzungumza huku akisema, mama, mimi hii hapa nilikuwa nimempa huyu, alafu wewe unakuja unaichukua. Hivi wewe unajua kwamba mimi nilikuwa nimeweka vitu gani? Kama je nimemwekea limbwata, mimi nataka huu wifi uweze kuwa mzuri zaidi. Wewe unajuaje? Unachukua tu. Mama, ni mambo gani haya unafanya? Lakini chakula ambacho hakikuhusu wewe, kwa nini unakichukua? Kuna shida gani? Kwani wewe huamini chakula ambacho umepewa? Mbona unaenda kuchukua vyakula vya watu wengine? Sio vizuri mama. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, moja kwa moja Bi Muamini alizungumza huku akisema, mimi sio mjinga wanangu jamani. Mimi nimechukua hiki kwa sababu nimeona hiki ni kidogo. Hicho ni kingi, siwezi mimi kukila nikakimaliza. Ndio maana nimeona nichukue kidogo. Sasa hapo kuna shida gani? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Amini bin Nasoro alizungumza huku akisema, mama, hiyo sahani mimi nahisi haikuwa na jambo zuri. Hiyo sahani haikuwa na jambo zuri. Mdogo wangu Ogena, unataka kuua? Ogena, umekuwa na ujasiri gani? Umekuwa na ujasiri gani wa kutaka kuua mtu? Mimi siamini hata kidogo. Kama ingekuwa na usalama, asingeweza kukuzuia wewe mama usiweze kuichukua hiyo sahani. Kulikuwa na shida gani? Huyu kuna vitu katia huyu, tena vitu vibaya. Unataka kumuua Sumaiya? Amekufanyia nini? Unyama gani huo unataka kuufanya? Mama, mimi nilikwambia huyu Ogena huyu. Haya, sasa nadhani umejionea. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, moja kwa moja Bi Muamini naye alizungumza huku akisema, ni kweli mwanangu, hii sahani haikuwa na kitu kizuri, kwa sababu mimi nimeona
wakati anampatia chakula huyu, yaani wewe Sumaiya, wakati unapewa hiki chakula haukutazama tu, ila mimi nimemtazama, amekutazama kwa huzuni, kama anasema buliani hivi, yaani jicho anakuangalia kwa huzuni. Nikaona ngoja niichukue mimi, kama ni kuniondoa duniani niondoe mimi, wewe ubaki. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, basi moja kwa moja hapo hapo Shola Dismas alianza kulia, na hapo hapo Bi Mwamini naye akaanza kulia. Kukaa muda kidogo, tayari na Amini bin Nasoro naye akaanza kulia. Hapo hapo na Ogena naye kule alipokaa akaanza kulia. Kwa hiyo familia ikawa kama imepatwa na msiba hivi. Sasa baada ya kusikia matatizo kama hayo, Mama Kasimu aliamua moja kwa moja kuja, akaacha kabisa na kupika, maana yeye ndo alikuwa anaendelea kupika. Akaamua kuacha kupika, aje moja kwa moja mpaka huku kuja kusikiliza ni kitu gani ambacho kinaendelea. Na baada ya kufika pale, akaanza kuona Ogena ameenda moja kwa moja mpaka kwa mama yake. Mbele ya mama yake akapiga magoti. Mama yake akageuka, hakutaka kumtazama. Akatoka hapo kaenda kwa Shola Dismas, akapiga magoti. Shola akageuka, hakutaka kumtazama wala hakutaka kukubaliana na huo msamaha unaoombwa. Akatoka hapo akaenda kwa kaka yake, yaani kwa Amini bin Nasoro. Kufika pale, kutokana na kwamba Amini bin Nasoro haoni, basi alipiga magoti na hatimaye akaja kumshika mkono, akimaanisha kwamba amepiga magoti anaomba msamaha. Amini bin Nasoro, kutokana na hasira alionayo, alirudisha nyuma sahani ya chakula, na kilikuwemo bado kingi tu. Hatimaye akambamiza nayo kwenye kichwa. Yaani Ogena anapigwa na sahani na kaka yake Amini bin Nasoro akiwa amepiga magoti hivyo hivyo. Hatimaye akadondoka chini na akapoteza fahamu. Mama Kasimu baada ya kuliona hilo tukio, moja kwa moja alimchukua Ogena na kuondoka naye nyumbani kwake, kwa sababu yeye ni nesi wa zahanati ya kijiji hicho cha Mboge. Kwa hiyo aliondoka naye moja kwa moja kwenda kumpatia huduma ya kwanza. Naam, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu yetu ya 16 ya simulizi hii Mtoto Yatima imeishia hapa. Tumemuona Ogena akiwa anajaribu kuomba msamaha hapa na pale kama endapo anaweza kusamehewa, lakini hatimaye imeshindikana kutokana na hofu alionayo kwamba je, mama atakapoamua kuzungumza, atazungumza jambo gani? Atamfukuza au atafanya nini? Kutokana na wasiwasi pia alionao kwa kutokubaliwa msamaha wake, basi moja kwa moja na hicho kipigo cha sahani ambayo imejaa chakula ambayo imempata kwenye kichwa, kwa hiyo vilimchanganya zaidi na kuanguka chini akapoteza fahamu. Kama endapo utakuwa haujasubscribe chaneli hii, chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel, kiasi kwamba simulizi itakapokuwa inakuja wewe utakuwa ni wa kwanza kabisa kuipata. Tunachokuomba ni kusubscribe, kulike, kushare
na kucomment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ya 17 ya simulizi hii, Mtoto Yatima. Je, unahisi ni kitu gani ambacho Mwamini ataenda kukizungumza juu ya Ogena? Shikilia hapo hapo mpaka sehemu ijayo niseme kwa heri kwa sasa. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Je, wewe ni mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel na uko tayari kushiriki fursa ya kukupatia zawadi? Tarehe 19 Novemba ni siku ya kuzaliwa ya chaneli yetu. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unamtafuta mshiriki mzuri wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambaye hupenda kusikiliza simulizi katika chaneli hiyo. Kama na wewe unapenda kushiriki katika fursa hiyo, usichoke. Fursa iko wazi kabisa. Tuma niko tayari kushiriki katika fursa kwenda namba ya simu 0752 73 25 15. 0752 73 25 15. Kuna maswali 10 utakayoulizwa ili uweze kutoa majibu yake. Ukipata maswali 5 utakuwa mshindi wa pili wa shindano hilo. Ukipata maswali yote 10 utakuwa mshindi wa kwanza kabisa wa shindano hilo. Na maswali yatakayoulizwa ni yale yanayohusu simulizi ambazo zinarushwa kupitia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Usipange kukosa, kwani zawadi ni ya kwako. Usikose. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752 73 25 15. Baba Sam the King.